Umeshawahi kukutana na mtu ambaye anajisifu mbele ya wenzake ya kwamba nikiongea mimi wengine hawaongei? Umeshawahi kukutana na mtu ambaye anajisifu mbele ya watu ya kwamba kauli yake ndiyo kauli yenye kuogopeka zaidi, bila ya kuchunguza kwamba kauli yake hii ni kauli sahihi au ni batili? Hii ni moja ya maajabu ambayo yanapatikana kwa wanadamu. Sasa leo nitakutajia usia ambao ulitoka kwa mtukufu Mtume Muhammad kwenda kwa al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, wenye kuashiria ya kwamba hata watu hawa ambao wao hujisifu kwa mambo ya hovyo pia ni watu ambao wapo katika sehemu mbaya. Kwa maana ya kwamba mtu ambaye anaamini ya kuwa ulimi wake, maneno yake machafu, ukali wa ulimi wake ndiyo sababu ya yeye kuweza kuogopewa, basi ajihadhari, kwa sababu nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu si nzuri. Mtukufu Mtume Muhammad anamwambia al-Imam Ali, ya Ali, afdhalul jihadi man asbaha la yahimmu bidhulmi ahadin. Jihadi bora kabisa, ewe Ali, ni yule ambaye anaamka hali ya kuwa katika fikira yake hana nia ya kumdhulumu mtu, na si yule mwenye kuamka huku akiwa amenuia ya kwamba leo fulani ndio atanikoma kwa dhulma. Ya Ali, man khafa an-nasu lisanahu fahuwa min ahli an-nar. Ewe Ali, yule ambaye watu wataogopa ulimi wake, fahuwa min ahli an-nar, basi huyo ni mtu wa motoni. Watu wanaogopa hata kumsalimia, watu wanaogopa hata kumuelewesha, wakisema ya kwamba fulani ukimuelewesha atakuporomoshea matusi ambayo hujawahi kuyasikia.